ni kuwa Rais wa Namibia Nandi Ndaitwah katika hotuba yake ya kwanza kama rais alisema raia wa Namibia walimchagua kwa sababu ya ustadi na ustahili wake, akiongezea kuwa ijapokuwa nchi imekuwa na maendeleo tangu kupata uhuru, kuna mengi ambayo yanafaa kufanyika. Na hivyo kwenye gumzo leo hii tunaangazia kuchaguliwa kwake kama rais nchini Namibia na kwa ujumla uongozi wa wanawake barani Afrika. Kuangazia hili nimezungumza na mwanahabari Nixon Katembo pamoja na mwanaharakati na mwanasiasa Hamisa Zaja. Kwa umri wangu huu nilio nao tangu nikue, na mimi ni si mwanamke peke yake lakini ni mwanamke pia nilio na ulemavu, kupigania space ya mwanamke imechukua muda mrefu sana. Kwa hivyo ukikisikia habari kama hii kwamba Namibia imechagua rais wa kike na makamu wake wa rais pia ni wa kike na mawaziri kadhaa wa kike, unajisikia faraja sana. Unaangalia kwamba vile vita ambavyo mmekuwa mkipigana kuhusu dhulma za kijinsia, kuhusu unyanyapaa wa kijinsia, kuhusu powers za kijinsia, unaona kwamba kenda iko karibu na 10. Kwako Katembo, umeshuhudia kwa ukaribu zaidi matukio haya. Tupe kumbukumbu ya jinsi umma raia wa Namibia walivyompokea Rais Netumbo Nandi Ndaitwah kama kiongozi wao na vile vile makamu wake ambaye pia ni mwanamke. Rais huyu pamoja na makamu ni wafanyakazi wa umma kwa muda mrefu na wanajulikana katika utendaji kazi wao mzuri, na raia kwa ujumla wameupokea uteuzi wao kama uteuzi muhimu, sababu wanasema kwamba alipofanya kazi katika wizara mbalimbali alionyesha ushupavu na umahiri katika kazi yake. Sasa hii inaonyesha kwamba uongozi wa Namibia kidogo umebadilika. Hamisa, hapa Kenya japo swala hilo lipo kikatiba, yani ugavi wa madaraka, ile 2/3 gender rule, lakini imekuwa vigumu kufanikisha. Unadhani ni kwa nini? Mwanzo ni wapongeze sana wananchi wa Namibia. Wana Namibia ndio ambao wametutolea, wamegeuza zile fikra za kuwa mwanamke hawezi, mwanamke ana majukumu. Nakumbuka kwamba kuna wakati hapa nchini kwetu ambao ni 2022, Mama Martha Karua alipokuwa na deputize, na watu wanasema kwamba wanawake wana majukumu mengi, wana majukumu ya kuangalia majumba yao, kwa hivyo uongozi haufai kuwa wa wanawake. Kwa hivyo mwanzo tuwapongeze sana, ndio ambao watu wa kwanza kabisa wa Namibia wamedeal na mindset ya kwamba mwanamke hawezi, ama mwanamke culturally hawezi kuwa kiongozi, haswa kupewa nyadhifa za juu. Kwa hivyo sisi hapa kwetu mpaka leo ni hiyo kasumba ya kwamba wanawake hawawezi, na mwanzo wanawake wakiwa wengi kama sasa sisi tumepigia 2/3 gender, tumepigia upatu tangu devolution na ni sheria ya kikatiba, lakini mpaka leo haijaweza kutekelezwa kwa sababu wa unyanyapaa na fikra duni za kuona kwamba wanawake wakiwa kwenye uongozi watatufail, wanawake wakiwa tukiwapatia zile nafasi watakuwa ni watu ambao watatukanyaga na haifai. Kwa hivyo bado tuko na kasumba ile hapa nchini na nchi nyingi sana za bara la Afrika. Kuangazia swala lingine ambalo linakabili Namibia ni hilo swala tete la ardhi, ambapo kama Afrika Kusini asilimia kubwa ya ardhi inamilikiwa na raia wa Namibia wenye asili ya kizungu. Hili limekaaje kuangazia uongozi wa rais anaingia sasa hivi Namibia? Swala hili la ardhi ni muhimu sana, sababu pia asilimia zaidi ya 60 ya ardhi ya Namibia bado inamilikiwa na kwenye mikono ya wazungu walio wachache, na ugavi wa ardhi umekuwa ni swala ambalo rais anasema kwamba hautaangalia jinsia ya mtu, lakini utazingatia usawa wa kijinsia, kuhakikisha kwamba pia wanawake wanapata ardhi kwa usawa na wanaume. Na nadhani hilo ni likitekelezwa itakuwa ni hatua mojawapo ambayo rais ataweza kuonyesha mabadiliko katika utawala wake. Yote 9-10 ni kwamba kazi yenyewe ndo mwanzo inaanza. Masala ni mengi na vile vile kuna swala muhimu kabisa la uhaba wa ajira hasa kwa vijana. Je, serikali ya Netumbo Nandi Ndaitwah imeahidi nini na vipi hilo litatekelezwa?
Inazungumzia swala la kuweza kuandaa viwanda, maeneo muhimu ya viwanda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inakuza uzalishaji wa kiviwanda ndani ya nchi na kuweza kuwapa ajira wa vijana wanasononeka kutokana na ukosefu wa ajira. Jambo la pili ni ameweza kulizungumzia sana swala la kilimo, kwamba kilimo ni muhimu sana kwa uchumi wa Namibia, pamoja na kuwa kuna sasa madini ambayo yanajulikana, kwa mfano madini ya almasi pamoja na gesi asilia ambayo imegunduliwa kwenye mwambao wa bahari ya Atlantiki, ambao sasa hivi makampuni ya nje yameweza kuanza kuingia ubia na serikali ya Namibia kwa ajili ya kuzalisha gesi asilia hiyo. Kwako Bi Hamisa, unayazungumzia vipi hayo malengo ambayo raia wa Namibia wanatarajia rais wao aweze kuwatekelezea? Kama vile ndugu yangu kutoka Afrika Kusini Katembo ambavyo amezungumzia, tufanye tu mfano mfupi. Hata makamu wa rais ambaye sasa ni rais wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu, kitu cha kwanza ambacho amekifanya, amewekeza ujasiriamali kwa vijana wadogo katika kuweka ahadi zake. Tumwangalie tena kwa sababu ni mama na anajua zile shida. Wajua mama, kama vile tumesema kwamba ni mtu ambaye ana multitask. Kwa hivyo ni mtu ambaye zile shida za kilimo, zile shida za umiliki wa ardhi, haswa kwa kina mama, mila na desturi hazijampatia umiliki wa ardhi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho atakakana afanye ni kwamba hakikishe kwamba wanawake wana umiliki mkubwa wa ardhi zao. Yepi ungependa kuona Bi Hamisa kuona yakifanyika ili angalau tuje tuseme uongozi wa wanawake umefika sehemu ya mafanikio? Kwa kusema la kweli, mambo ambao wanafaa kufanyike, wanatakiwa kwamba waperform against men, wale watu ambao wamekuwa pale, wale watu ambao wameshika viongozi, wakiangalia pia Afrika na ule uongozi ambao tumekuwa nao, wa perform kiwango cha above 50%. Swala la utendaji kazi ambao lazima wajikite katika kutenda kazi sawa na kuonyesha matunda ya kazi zao, na kuweza kutekeleza ahadi walizotoa kwa wananchi. Tunaweka msingi thabiti ya wanawake kushiriki vilivyo kama viongozi na wawe mfano kuweza kujitosa katika ulingo wa siasa na kuendeleza kazi zao kama wanawake ambao wameshika madaraka nchini Namibia. Wa perform kiwango cha above 50%. Swala la utendaji kazi ambao lazima wajikite katika kutenda kazi sawa na kuonyesha matunda ya kazi zao, na kuweza kutekeleza ahadi walizotoa kwa wananchi. Tunaweka msingi thabiti ya wanawake kushiriki vilivyo kama viongozi na wawe mfano kuweza kujitosa katika ulingo wa siasa na kuendeleza kazi zao kama wanawake ambao wameshika madaraka nchini Namibia. Naam, shukran sana. Hao ni mwanahabari Nixon Katembo pamoja na mwanaharakati na mwanasiasa Hamisa Zaja ambao nilizungumza nao awali kuhusiana na kuchaguliwa kwa Rais Nandi Ndaitwah ambaye ni rais wa Namibia.